yaliyopo, yaliyokuwepo na yatakayokuja. Ana uwezo wa kutufundisha, ana uwezo wa kutuelimisha, ana uwezo wa kutujulisha nia na mapenzi yako. Tunaalika uwepo wako, na Mungu ninaomba ukapate kuhudumu pamoja nami, Bwana, kwa Roho wako Mtakatifu, ili maneno yanayotoka katika kinywa changu yakawe uzima, yakawe chakula cha roho za watu hawa, na kuwaponya na kuwafungua na kuwaongezea maarifa na ufahamu, katika jina la Yesu Kristo, ili urejesho wao upate kuja, nao wakapate kukufurahia Mungu aliye hai. Yule anayetuangalia kwenye mtandao, uwepo wako uwe juu yake. Yule anayetusikia kwa njia ya CD, uwepo wako uwe juu yake. Na yule aliyeko mahali hapa katika ukumbi huu wa kanisa, Bwana, nguvu zako zikawe juu yake, katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Makofi mengi kwa Bwana, mengi kabisa kwa Yesu Kristo. Haleluya. Leo ni siku yetu ya 6, semina yetu inayosema Yesu ni njia ya urejesho, na neno linaloendelea kututawala ni Yohana 10:10. Mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu, lakini mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kichwa chetu cha somo kidogo cha leo kinabeba ujumbe unaosema usitegemee njia ulizozizoea katika kupokea urejesho wako. Usitegemee njia ulizozizoea katika kupokea urejesho wako. Kumbuka, kazi ya semina ni kukupa ufahamu na maarifa, ili kusudi usiangamie au usipoteze kwa sababu ya kukosa maarifa. Maandiko yanatuambia watu wa Mungu wanaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Na ukishapata maarifa, basi kuangamia kunakuwa mbali na wewe. Haleluya. Sasa ukisikia mahali popote semina, sio mahubiri, ni mafundisho yanayoweza kukusaidia wewe ukatofautishwa na wengine ambao hawajafundishwa, ukatofautishwa na wengine ambao hawana elimu unayopewa. Jina la Yesu lihimidiwe. Kwa hiyo naomba unisikilize vizuri katika jina la Bwana. Moja ya vikwazo ambavyo vinaweza vikakusababisha ukapishana na urejesho wa maishani mwako ni mazoea yatakayokuwa katika akili na fahamu zako. Jana tumeona kwamba adui mmoja wapo anayeweza kukuzuia kufika kwenye kiwango cha urejesho ambao Mungu anataka kukupa ni woga. Na jana tumekataa woga. Amen. Sasa leo nataka tuende hatua nyingine. Maisha ya mtu wa Mungu yana vitu vingi ambavyo vinaunganisha ili uweze kupata kitu unachokitaka. Uweze kupata kwa kitu kimoja. Haleluya. Haleluya. Sasa mazoea ni moja ya kitu kinachoweza kikakuponza usiweze kufikia urejesho ambao Mungu anataka kukufanyia. Kwa hiyo ili usiingie kwenye huo mtego, ni vizuri ukaanza leo kujitenga na kitu kinachoitwa mazoea. Haleluya. Haleluya. Ndio maana ujumbe unasema usitegemee njia ulizozizoea. Maana sio moja, zinaweza kuwa nyingi. Sasa usitegemee njia ulizozizoea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usitegemee njia ulizozizoea
katika kupata urejesho ulionao. Naomba tusome kitabu cha Isaya. Isaya sura ya 55 mstari wa 8 na wa 9. Maandiko yanasema hivi: maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zangu si njia zenu, asema Bwana. Kwa maana kama mbingu zilivyo mbali au zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu si juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Haleluya. Ukisikia mtu anakuambia mawazo yangu sio mawazo yako, njia zangu si njia zako, maana yake anakupa warning, anakupa onyo. Usije ukaishi na mimi, ukafanya kazi na mimi, ukafanya mipango na mimi, ukitegemea njia ulizo nazo. Mungu anasema tofauti iliyoko, nisikilize mtu wa Mungu, kati ya mimi na nyie ni kwenye njia na mawazo. Maana yake kwenye mipango na mbinu za utekelezaji. Hebu muangalie jirani, mwambie kwenye mipango yako, namna unavyopanga na namna unavyoenda kutekeleza, na jinsi Mungu anavyopanga na jinsi anavyoenda kutekeleza ni tofauti kabisa. Amen. Wewe unaweza ukapanga kwamba mwakani nitaenda kujenga kwa sababu nitalima, nitavuna, nitauza, nitapata pesa, nitaenda kujenga. Lakini Mungu akasema hapana, mimi najua mwakani nitakusaidia uweze kujenga, kwa sababu nitaenda kumleta mtu mmoja kutoka mahali fulani, nitamwagiza alete pesa ya kujenga kwako. Au utaenda mahali fulani, utamkuta mtu ana tatizo, utajibu tatizo lake na yeye atajibu tatizo lako. Sasa katika kupanga njia, wewe na Mungu mnatofautiana. Unanisikia vizuri katika jina la Bwana? Sasa Mungu anasema njia zangu ziko juu. Yaani lile neno njia linawakilisha kitu kinachoitwa mbinu za kiutendaji. Haleluya. Lile neno mawazo linasimama nafasi ya kupanga. Kwa hiyo sasa, ili usipishane na urejesho wako, usiende ukitazamia mazoea ulionayo. Na hiki kitu kimewaponza wengi. Ukisema Mungu atakurejeshea, anaenda haraka kwa shangazi au kwa mjomba, anaona mjomba ana nafasi hii mahali fulani, kwa hiyo nitapitia kwa mjomba, mjomba atanisaidia. Anasema amen, maana anajua mjomba atamsaidia. Anasema amen, maana anajua shangazi atafanya nini? Atamsaidia. Lakini Mungu anaweza akakataa kumtumia mjomba. Mungu anaweza kukataa kumtumia shangazi yako. Mungu anaweza kukataa kumtumia mke wako. Anaweza kukataa kutumia mume wako. Maana akiangalia atapata heshima kiwango gani mume wako akifanya, au mke wako akifanya, au shangazi yako akifanya. Maana unaweza ukaona ni kawaida tu, ni wajibu wake tu. Anaenda kutumia mahali ambako utaona hapa ni mkono wa Bwana. Ningesikia hata makofi kwa Mungu. Kwa maandiko yanasema mawazo yangu si mawazo yenu. Haleluya. Haleluya. Wala njia zangu sio njia zenu. Mungu asifiwe. Kwa hiyo ili usije ukapishana na Bwana, usianzishe mawazo kupitia mazoea ulionayo. Ukiweka mazoea, unaweza ukapishana na majibu yako. Maana Mungu hachagui njia. Yaani Mungu hafanani na wewe. Kuna njia
hutaki kupatia majibu, lakini Mungu anaweza akaitumia. Tutaona huko mbele ya safari. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo urejesho wako utakuja kwa njia yoyote ile ambayo Mungu ataichagua. Kwa maana hii rahisi tu, urejesho unaweza ukapitia hata kwa adui. Mtu uliyemchukia kabisa, hamuongei, urejesho wako unaweza pitia pale. Hebu cheka kidogo, mwambie mwenzako ala. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Umemwambia? Mwambie ala. Yaani yule mtu ambaye hamuongei, hamsemeshani, urejesho unaweza ukapitia pale. Baraka na majibu yako yanaweza yakapitia pale. Eneo usilolipenda, usilolitaka, Mungu anaweza akachagua hapo akapitia. Na nataka nikupe mfano mdogo wa kibiblia ambao unaweza kukusaidia. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Nabii Elia. Nabii Elia alisimamisha mvua kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Na yeye binafsi alikuwa ndani ya hilo tatizo la nchi kukosa mvua. Mungu akamwambia, nenda kakae kwenye kijito, kakae pale, mimi nitakulisha huko. Nabii Elia akaenda akakaa pale. Lakini angalia kitu kilichomletea chakula, sio binadamu. Alileta chakula kunguru, ndege mchafu kuliko wote. Kunguru ni ndege ambaye hachagui mzoga, uwe wa mtu, uwe wa ng'ombe, uwe wa nini, hachagui. Na kwenye mdomo hapigi mswaki. Ulishawahi kujiuliza kunguru alipobeba ile nyama kwa mdomo anampelekea Elia, ulishawahi kujiuliza Elia amejiuliza nini, kwamba huyu kunguru amebebaje na wakati hapigi mswaki na ni nyama mchafu, anakula mizoga? Lakini Mungu hakuchagua njiwa, Mungu hakuchagua kuku, Mungu hakuchagua bata, Mungu hakuchagua binadamu. Maana wewe ungeanza kusema ni watu Mungu atawagusa. Lakini asubuhi wakati Elia yuko kwenye kijito, akamwona kunguru anakuja na mdomoni ameshika kamkate, akamletea mpaka pale, na hajui kuongea. Kwa hiyo Elia akakashika tu kamkate, alafu kunguru akamwambia kwaheri. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jioni analetewa nyama, kunguru yule yule. Sasa Elia alijua ikiwa Bwana amemchagua huyu, hakuna madhara. Nani angependa aletewe nyama na kunguru asiyepiga mswaki, anayekula mizoga? Mwangalie mwenzako, mwambie kile unachokidharau Mungu anaweza akakitumia. Mwambie kile usichokipenda Mungu anaweza akakitumia. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa angalia sana juu ya mazoea na mawazo yako ulikopeleka. Unaweza ukafikiria tunapoomba urejesho basi kuna mzungu atatokea. Hakuna hiyo. Yaani hata yule mtu unayemwona hapa mtaani anasukuma mkokoteni anaweza akatokea. Hata yule mtu unayemwona yuko anauza mitumba kule anaweza akatokea. Inategemea Mungu ameamua kutumia nini ili utukufu wake uweze kuonekana. Haleluya. Haleluya. Angalia katika Zaburi ya 147. Zaburi 147 mstari wa 5. Anasema hivi: Bwana wetu ni mkuu na mwingi wa nguvu, akili zake hazina mpaka. Bwana wetu sisi ni mkuu. Amen. Amen. Akili zake hazina nini? Mpaka. Manake za kwako zina mpaka, za wanadamu zina mipaka. Lakini akili ya Mungu katika kutenda kwake haina mpaka.
ikae nawe. Amani ikae nawe. Nataka nikupe tu mifano ya kibibilia. Ulishawahi kujiuliza wakati wale watu waliotumwa Yeriko na Yoshua kwenda kuipeleleza Yeriko, walipokuwa wanaingia Yeriko, unafikiri walijua kwamba kahaba atawaokoa? Halo? Muangalie jirani yako, mwambie uko darasani au unahangaika? Joshua anawatuma watu, kapelelezeni Yeriko ni mji wa namna gani, watu walioko ndani yake, ngome ile ni namna gani. Alafu wale watu wanaondoka, wanaingia Yeriko. Ghafla kunatokea watu wanataka kuwaua. Halafu kahaba anawaambia ingieni hapa, pandeni darini. Alafu anafunga mlango. Alafu wale watu wanaingia pale, wanasema tupatie wale wanaume walioingia hapa. Kahaba anasema wala wameshatoka na wameenda zao. Kwa watu wa kawaida walipowaona wanaingia kwa kahaba, walijua ni biashara moja tu wamefuata. Halo? Lakini yule kahaba baada ya wale jamaa kuondoka, aliwaambia shukeni huko darini, tuongee, tuweke mikataba, tupatane hapa. Na wakati mwingine wanapenda kuambia watu, ukiona mtumishi anakuhudumia akakwambia kabla tujaanza huduma tuweke mkataba, si mbaya sana, usijisikie vibaya. Ndio, kwa sababu hata Biblia inaonyesha Mungu hafanyi kazi za hasara, anafanya kazi za faida. Najua hiyo utapenda sana. Hiyo najua. Wewe unapenda. Watu wengi wanapenda sana watumishi wakitumika wawe wamechoka kabisa, suti zimepauka, koti limepoteza na rangi. Unasikia wanasema yule ni wa kiroho, wala hana shida. Yeye akikuombea wewe unaondoka zako tu, hana shida. Kumbe unamdhulumu mtumishi wa Mungu. Mwangalie mwenzako, mwambie usiendelee kuwadhulumu tena. Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yule mwanamke akasema, katika huduma inayofanya tufanye agano hapa. Kabla mjaondoka nihakikishieni kwamba hamtaniua mimi na familia yangu. Wakamwapia kwa Mungu kwamba hawatamuua. Wakamwambia lakini na sisi tunayo masharti. Ndio maana kila ninapokufundisha nakwambia vigezo na masharti huzingatiwa. Na kuna watu wa ajabu wao kazi yao kumwomba Mungu, Baba fanya peke yako, Baba peke yako, Mungu uonekane peke yako. Mwambie mwenzako hayo ni maombi ya kindergarten hayo. Sio Mungu aende peke yake. Baba fanya pamoja nami, nami niko pamoja na wewe. Yes. Nisalimie hivi katika jina la Bwana. Mama yule alipoomba masharti na wao wakampa ya kwao. Moja, hakikisha huyo mtu hatoki nje ya hii nyumba. 2, weka kitambaa chekundu dirishani kuwakilisha damu ya ukombozi. Ukishaninginiza hicho kitambaa hapo, sisi tukija kwenye hii nyumba na malaika atakayepiga hapa hatagusa nyumba yako. Amen. Na kwenye usiku katikati, yule mwanamke kahaba, nani angekwambia kahaba angeweza kuatamia kusudi la Bwana? Unajua kuna mambo mengine lazima tujifunze kwa akili ya juu sana. Lakini yule kahaba aliwaambia, ninajua Mungu amewapa nchi hii na watu waliomo ndani yake. Alafu kule ndani kuna watu sio makahaba, hawajasikia hata sauti ya Mungu. Wamo mle ndani na wanakufa, walikufa kwenye ile anguko la ule mji. Ninachotaka nikwambie, usiende kwa mazoea yako. Hakikisha unaenda na signal au network ya Roho Mtakatifu. Maana usipoenda namna hiyo utapishana na urejesho. Halafu utaanza kusema alifundisha mtumishi na nilifanya hivi lakini sikupata. Kumbe umepishana na mshahara njiani. Yesu asifiwe. Amen. Ukiangalia katika kitabu cha Isaya sura ya 40, mstari
mdogo wa 28. Maandiko yanasema hivi: je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Narudia tena. Je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Tunaposema Mungu atakufanyia urejesho, usije ukaniuliza atanifanyia fanyaje. Siwezi kukupa jibu, maana akili za Mungu zimepita mipaka ya akili yangu. Uwezo wa Mungu umepita uwezo wote wa mwanadamu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sasa naomba niangalie. Ndio maana usikae ukifikiria pesa, wala usikae ukifikiria kiwango ulichosoma, wala usikae ukifikiria aina ya maisha ulionayo. Wengine wanakata tamaa kwa sababu wao ni wajane. Anasema mume wangu angekuepo. Mwingine anaenda akisema mimi ni yatima, kama wazazi wangu wangekuepo. Mwingine anasema pesa nilionayo ni ndogo. Wengine wanasema elimu nilionayo ningelisoma tu. Usiende namna hiyo, kwa sababu njia za Mungu kukufikisha kwenye hicho unachotakiwa, njia zake haziko mikononi mwako, ziko mikononi mwake. Haziko kwa baba yako, haziko kwa mama yako, haziko kwa mke wako, haziko kwa mume wako, haziko kwa taifa lako, haziko kwa rais wa nchi yako. Hata kama rais akikataa, hawezi kumzuia Yesu kufanya. Hata kama rais akikataa, hawezi kumzuia Mungu akifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiangalie kiwango cha elimu au kiwango cha pesa au kiwango cha umri au sifa wanazotoa wanadamu kuhusu maisha yako, kwa maana akili za Mungu ambaye tunamtegemea katika kuleta urejesho hazina mipaka wala hazichunguziki kwa namna ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wachawi walikaa kikao, wakaagana, wakakubaliana, wakaweka vifungo vyote, lakini nguvu ya kufungua itatoka kwa Bwana. Amen. Salimie mwenzako, mwambie usitegemee mazoea. Haleluya. Mazoea hayatakiwi katika urejesho na katika maisha ya kiroho. Hutafanikiwa. Lazima ujue kwa Mungu kunafanyika vitu visivyo vya kawaida. Lazima ufike mahali ujue Roho Mtakatifu, nguvu ya Mungu inafanya kazi kupita kawaida. Amen. Jamani, Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu muangalie mwenzako, mwambie Mungu anafanya kupita kawaida. Mungu anafanya. Mwambie tena Mungu ana njia ambazo si za kawaida. Mungu ana njia ambazo si za kawaida. Amen. Amen. Wangapi wanapenda Mungu afanye kupita kawaida? Naomba tuangalie kitabu cha Wafalme wa pili. Kitabu cha pili cha Wafalme. Sura ya 5. Mstari wa 9 mpaka wa 14. Nasoma katika jina la Yesu. Na naomba usome katika jicho la kujifunza. Usisome kama unasoma historia. Uangalie jicho la kujifunza ili ugundue siri zilizojificha kwenye haya maneno. Anasema hivi: basi Naaman akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, nenda ukaoge katika Yordan mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Mstari wa 11 uangalie vizuri. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka akasema, tazama, nilidhani bila shaka
atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Hii inaonesha ni mazoea. Mstari wa 12 akauliza, je, Abana na Farpari mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Mwangalie jirani yako, mwambie hasira itakupotezea. Watumishi wake wakamkaribia wakamwambia wakisema, baba yangu, kama yule nabii angelikuambia kutenda jambo kubwa usingelitenda? Je, si zaidi basi akikwambia jioshe uwe safi? Neema iliyomsaidia Naaman, alikuwa anashauriwa na anashaurika. Ukiona mtu ambaye ashauriki duniani, kaa mbali naye. Ni shida. Maana hata Mungu anashauriwa. Na Mungu huwa anapokea ushauri. Ukisikia mtu anasema sishauriwi, huyo kaa mbali naye. Maana hata Mungu anashaurika. Ukisikia mtu anasema nikiamua mimi nimeamua, mtu yote hawezi kunishauri, huyo haendi mbali. Twende mbele. Mstari wa 14. Ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani kwa ushauri wa watumishi wake, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa mzima, akawa safi. Sasa naomba uangalie katika jicho la kujifunza, maana nimesoma mistari mingi. Ule mstari wa 11 unaonyesha katika desturi na kawaida ambazo Naaman alizoea kuona huduma za kiroho za uponyaji zikifanyika. Alizoea kuona haya aliyoyaongea. Lakini pia Naaman alikuwa ni jemedari, mkuu wa majeshi. Amen. Wa nchi ya Dameski. Amepigana vita, ameshinda vita mpaka mfalme amemtunukia nishani. Haleluya. Kila mtu akisikia Naaman anapita, alikuwa anafunga miguu, askari wanasimama wima, wanatoa saluti. Anaongea na rais, wanapeana mkono. Kwa hiyo mawazo hayo alikuja nayo pia kwa watumishi wa Mungu. Akijua nani Elisha akisikia ni Naaman anakuja, atajaribu hata kuandaa na vijana kidogo ili waweze kunipokea kama mtu mkubwa. Anasahau ofisi ya Mungu na ofisi ya serikali yake. Ofisi ya Mungu ndio ofisi kubwa na sio ya kwake. Na hili ni jambo ambalo hata kwenye nchi hii ya Tanzania huku kwetu limekosekana. Watu wakiwa na vyeo vikubwa huko serikalini wanafikiri wana cheo kuliko madhabahu. Wana cheo kuliko wale wanaofanya kazi madhabahuni. Mwambie mwenzako si kweli. Mwangalie usoni, mwambie si kweli. Yaani hata uwe na cheo kiasi gani, huwezi kumzidi anayesimama madhabahuni. Maana walioko madhabahuni tumeajiriwa na serikali kuu. Wewe uliajiriwa katika serikali hizi nyingine ni branch. Najua utanielewa vizuri. Serikali kuu ndio imeajiri maisha yetu. Ukisikia serikali ya Kenya, Tanzania, Uganda, Amerika, zote hizo ni branch. Kwa sababu Mungu tunayemtumikia hapa, sisi tulioitwa na Mungu, Mungu ni Mungu wa dunia yote. Anamiliki wafalme wote. Hakuna mfalme asiyekuwa chini ya mamlaka ya Yehova Yawe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Naaman alikuwa hana respect kwa watumishi. Yeye anafikiri yule mtumishi akimsikia atatoka nje na kutetemeka kabisa. Mkuu karibu sana. Mkuu karibu. Elisha akagundua akasema no. Amen.
Kwa kuwa niko ofisini, niko kwenye kikao na mkuu wa kazi ambaye ni Jehova, akaita kijana hapo akamwambia, nenda mpe maelekezo, mwambie akaoge Jordan mara 7 na no discussion. Jamaa akakasirika akasema, huyu jamaa ameniona sijaoga au? Huyu jamaa hajui nimetoka kwenye mito mizuri yenye maji matamu, maji ambayo ukiogea unasikia na appetite ya kuoga zaidi. Hajui. Lakini neno likabaki hivyo. Wale ndugu wakamshauri wakamwambia, acha mazoea. Maana anasema angetoka basi hata anisalimie, hata aniwekee mkono, asimame mbele yangu. Anataka kumfanya kama wale askari wengine anaoongoza. Eti aje asimame mbele yangu. Alafu aanze kuomba aniguse. Na hii iko kwa watu wengi. Watu wengi sana ukikutana nao kuambia nina shida, ukimwambia nenda imeisha, anaenda kuwasimulia wenzake. Mtumishi naye bwana sijui alikuwa busy, sijui anajiinua siku hizi. Mwangalie mwenzako mwambie achana na hayo, ni mambo ya watoto. Na ni mambo ya wajinga. Ndiyo. Kumbuka kwenye Biblia kuna watu walimwambia Yesu, usifike nyumbani, sema neno ukiwa mbali. Praise God. Wewe paka leo, paka mtu akuguse ndio unaamini. Hiyo ni imani ya analogia. Siku hizi tumehama, tuko digitali. Sema amen. Yule bwana aliponea chupu, alikuwa anakosa urejesho wa afya. Chupu. Lakini walipomshauri akakubali, akatumbukia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3. Na akipanda juu ya maji anajiangalia yuko vile vile. Unajua kwenye mambo ya kiroho hakuna cha nafuu. Yaani haiendi kama Panado, haiendi kama dawa za hospitali kwamba kwa kuwa nimeshapiga moja nafuu kidogo. Haiendi hivyo. Yeye anatumbukia moja anaamka ukoma huko pale. Anatumbukia 2 anaamka ukoma huko pale. 5 huko pale. 6 huko pale. Nafikiri ya 7 kabla hajaenda alihema. Sasa nikienda natokaje? Aliposhuka ya 7, alipopanda juu amebadilika kabisa. Kuna hata watu wengine wameomba mambo kwa muda fulani, alafu anasema nimeshaomba sana. Hamna. Nenda tena. Omba tena. Tabiri tena. Sema tena. Fanya tena. Toa sadaka tena. Haleluya. Maana nakwambia inawezekana uko kwenye fungu la namba 7. Inawezekana uko kwenye fungu la 21. Ndio. Inawezekana mara yako 21 ndipo Bwana ameipangia nitatokea. Usikate tamaa njiani, wala usiseme sijui mbona fulani aliomba kidogo. Fulani sio wewe. Wewe ni wewe na fulani ni fulani. Tokea na ile kanuni ya Bwana. Nataka nikutie moyo wewe ambao umekata tamaa mpaka umefika mahali unataka kufa. Nimekutana na wamama wengi wako nusu 50 wanataka kuhama kwenye ndoa zao. Maana anasema mume wangu ni mgumu sana. Hakuna mtu mgumu duniani mbele ya Yesu aliye hai. Hakuna. Mweleze Yesu tena. Haleluya. Mwambie Yesu asubuhi, mwambie Yesu, yule mume wangu najua kuna mahali hujamchonga na wewe ni mseremala. Naomba upachonge ili tuelewane. Bwana asifiwe sana. Mwambie Yesu, yule mtoto wangu, wewe maana umesema hakuna lisilowezekana. Hebu mrekebishe, kuna mahali. Endelea tena. Oh, haleluya. Wala wanalisikia. Naamini umeona jinsi ambavyo kulikuwa na hatari ya huyu mtu kupoteza urejesho kwa sababu ya mazoea. Kwa sababu ya njia alizofikiria yeye. Mimi namkumbuka mtu mmoja ni mchungaji kwenye kanisa fulani. Mke wake alikuwa anaumwa na kichwa kwa miaka 10. Hakiponi. Kichwa kinauma, machozi yanatiririka. Lakini yule baba alikuwa akiombea wagonjwa wanapona. Watu wanafunguliwa, lakini mke haponi.
wake kabisa. Sasa unajua kuna hii vita ya madhehebu. Mwambie mwenzako usilete hisia zako kwa Mungu. Yaani usilete fikra zako na kanuni kwa Mungu. Chukua kanuni za Mungu zikuongoze wewe, na sio wewe umpe Mungu kanuni zako. Siku moja yule mama akasikia ndani ya moyo kwenda kwa mtumishi mmoja kuombewa. Amesikia kabisa rohoni, Roho Mtakatifu amwambia nenda kwa fulani ya kuombea leo utapona. Sasa yule anayeenda kuombewa, kanisa lake aliamini kama wao nao wana Mungu. Na sasa kwa kuwa ni mke, ni lazima aweke heshima kwa mume. Halo. Hawezi enda hivi. Kwa hiyo akaja kwa mume wake, akamwomba, baba naomba niende kwa mtumishi nani akaniombea. Akamuuliza anaenda kukuombea nini? Akamwambia ninasikia Roho Mtakatifu ananiambia akaniombea nitapona. Akamwambia ni mawazo yako, ni shida zimekuzidi. Wewe unaacha, si unaona watu wanavyopona hapa, saa yako tu bado. Akamwambia wewe nipe ruhusa naomba. Nipeleke nisaidie. Aambia mimi kupeleka sipeleke, amua nenda mwenyewe. Yule mama alikuwa anaumwa sana. Unisikilize vizuri. Akamwomba binti yake akambeba, akamsaidia, yani akamuegemea. Wakafika kwa yule mtumishi. Hawakumkuta. Yule mtumishi alikuwa kwenye huduma. Tuko pamoja? Akakaa kwenye kochi akamsubiri hapo ndani. Akaja amechelewa sana na yule baba amechoka kwa huduma. Mama mchungaji unafanya nini? Anasema nimekuja hapa uniombee tu. Ninaumwa. Yule mtumishi akamwambia na mimi nimechoka lakini nitakuombea. Unajua sasa na sisi tukichoka mwili dhaifu roho iradhi Ndio, sisi sio machuma, ni watu. Unajua kuna watu wakituona hivi pastor wanafikiri sisi sijui ni machuma tu, yani hakuna kuchoka. Sisi ni watu. Hata Yesu alichoka akakaa kisimani. Basi yule mtumishi akaweka tu mkono akaomba kidogo tu. Akasema amen. Huwezi amini. Yule mama aliamka kwa miguu yake mwenyewe. Alitembea kwa miguu yake mwenyewe na alifika nyumbani kwa mume wake ni mzima. Uko pamoja na mimi? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka leo tunapoongea miaka imeshaenda kama 8, ni mzima, hamna tena maumivu. Sasa unajua katika mambo ya kiroho lazima uwe na akili. Sio utumie kitu ulichozoea tu. Vitu vingine Mungu anapitia ili kuvunja nira au kuvunja viambaza au kuleta upatanisho. Ndio. Anaweza akamtumia mtu usiyempenda akaleta upatanisho kati ya wewe na yeye. Umeelewa ninachoongea? Jamani, uko pamoja na mimi? Nitakupa tena sera moja. Mifano iko ya kutosha, utaelewa tu. Haleluya. Niko namueleza mchungaji wa rafiki yangu mmoja alienda kuhubiri mkoa sio utaja. Akahubiri miaka kama 15 iliyopita. Sasa mhubiri na anatakiwa akitoka pale aende mkoa mwingine kuna huduma. Sasa miaka 15 iliyopita mtumishi akihubiri, asilimia kubwa sehemu nyingi ukitoka wanakuambia ubarikiwe, huduma ilikuwa nzuri. Na unaondoka. Sasa amemaliza mkutano pale, semina nzito. Wakamwambia bwana kabisa tangu kanisa hapa halijawahi kuwa na semina namna hii. Yaani Mungu amekutumia kabisa. Uko pamoja na mimi? Sasa katika kumwaga wakampa kitu ambacho hakiwezi kumtoa pale aende kwenye mkoa unaofuata. Yaani ile hela haitoshi nauli. Lakini kwa sababu ndio mfumo ulikuwa wa huduma hakuogopa. Lakini katikati ya kule kuagana hivyo wakatokea binti mmoja akamwambia mtumishi, ninaomba kabla hujaondoka unipa appointment nikuone. Akamwambia basi njoo kesho asubuhi saa 2 kabla sijafanya nini? Sijaondoka. Kumbe yule mtumishi naye alikuwa na roho ya dini na chuki.
ndani yake. Asubuhi wale mabinti wakaja watatu, wanaenda kumuona mtumishi. Kosa alilofanya akawauliza, mmetokea dhehebu gani? Wakamtajia dhehebu ambalo lilimtesa sana wakati anaanza huduma. Ndio wametokea. Yule jamaa yani alisikia kama huku ndani kuna kitu kimeumia. Basi akawaambia okay, vizuri. Unajua mtu akibadilika hata ukimwangalia ile body language yake. Asa okay, basi hamna shida, lakini mlikuwa mnataka niwasaidie nini? Maana niko busy kidogo, nataka niondoke. Na wao kwa unyenyekevu wale wadada wakamwambia mtumishi, tusamehe, hata hivyo tunajua uko busy, tusamehe sana. Lakini siku ile ulipoomba baraka hapa kanisani, tulipoenda kwenye shughuli zetu, Mungu alitubariki. Unanisikia? Sasa kuna kitu tumeona, kwa kuwa Mungu alikutumia wewe, basi turudishe shukrani yetu kwa Mungu kupitia wewe. Unajua walitoa kibunda cha hela, lakini wametoka pale asikopapenda, na pale alikopapenda hawajampa, na mbele ana safari. Sasa alipoachia kile kibunda namna hii, moyo ukauma zaidi kwamba nifanyeje sasa ili tupige hata kastori nao? Hana. Nifanyeje ili tupeane ushuhuda? Hana. Maana ameshajifungia mwenyewe. Unanisikia? Yaani tegemea wale wanaompenda ndio watakaomsupport. Na Mungu naye akakataa, akaziba huko, akazibulia kule wanakomchukia. Akapokea ile sadaka, akaanza kuwabariki, anatamani awaambie kaeni kidogo, anaona wataniona ni wanamna gani na nimeshawaambia niko busy. Lakini roho ilimuuma. Wale dada wakaondoka, ashapata cha kutoka. Moyo saa hiyo Mungu akamwambia, usibague watu wangu. Amen. Uko pamoja na Mungu? Amen. Punga namna hii katika jina la Bwana. Haleluya. Amen. Usibague. Akaondoka pale, nakupa njia, nakupa kuambia kwamba njia unazofikiri Mungu atapitia sio hizo zako. Akizitumia ni sawa, lakini sio hizo zako. Yule baba akatoka pale, akaenda mkoa unaofuata kwenye semina nyingine. Amepiga ni kazi ya Bwana, matendo makubwa yakawa yanatokea ndani ya ule mji. Ulikuwa mji mkubwa kama huu hapa. Ndani ya ule mji, tunakwenda pamoja, kulikuwa na mtu tajiri. Hebu sema mtu tajiri. Aliyeokoka, ambaye kanisa lake kila likileta wahubiri kutoka Ulaya, kutoka Amerika, kutoka Asia, kutoka Afrika, Tanzania, Afrika Mashariki, huwa wanalala kwake kwenye nyumba zake, na anawatunza, na kama nauli inapelea anawapa. Alikuwa mtu anayepokea watumishi wengi sana kutoka nje na ndani. Lakini yule bwana alipata tatizo moja, nitaliongea kwa tafsiri na wale wakubwa wataelewa. Alioa mke. Alipooa mke, baada ya miezi mitatu tu umeme ukakatika. Switch off. Umenipata vizuri? Na kama kuna kitu kinaweza kikamfanya mwanaume akawa nusu kichaa, switch iwe off, ndio utajua. Wakubwa wameshanielewa. Sasa anaangalia mke wake alivyo mrembo na ni kijana, na yeye bado kijana. Hofu ni kubwa. Miezi mitatu tu mwali. Sasa katika mchakato huo, yule baba aliombewa sana. Hakuna. Umeme umekataa kurudi. Transformer imeungua. Kumbe alikuwa naye anamchukia huyo mtumishi, naye mshaka. Kwa sababu wakati huo yule mtumishi alikuwa na matendo makubwa sana ya Mungu. Kwa hiyo watu wengi walimuona kama mchawi. Kwa hiyo yeye alikuwa amemsuggest, huyu ni mchawi, huyu ni shetani, huyu ni kama, yani alikuwa amemweka kwenye fungu la wabaya. Sasa rafiki yake kaenda kwenye mkutano, akaangalia Mungu anavyoponya watu, akarudi jioni anamwambia,
Mimi ninakushauri twende kwenye ule mkutano. Sema mkutano gani? Wewe mwenyewe unajua watumishi wametoka hapa Ulaya wamekuja. Mungu tu hajaamua siku zake. Mwenzake anarudi tena kesho mbele. Yaani nilivyoona leo Mungu anavyofanya. Twende. Anamwambia wewe vipi? Huwezi kubadilisha imani yangu bwana. Hebu niache. Yule mimi kabisa hawezi kuniwekea mkono. Siku ya 3 akarudi akamwambia ndugu yangu, kwani ukienda isipokuwa kwani utabadilika? Si twende tu. Akamwambia na wewe umenisumbua sana. Haya, kaombe appointment. Akaenda akaomba appointment. Na yule mtumishi akamwambia kesho saa 2 muwe mmefika hapa ili kusudi tuweze kuonana. Na kwa sababu ni watu wakubwa na nini, wakawasha chepesi mara moja, saa 2 wameingia, wakafika pale, yule mtumishi yuko pale, akawakaribisha. Sasa yule mwenzake ndiye yuko mbele. Unanisikia vizuri? Mwenzake sasa ndio yuko mbele, anampa mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndio rafiki yangu. Na yule rafiki alipotoa mkono tu, hamna hata maombi. Alipotoa mkono tu namna hii, transformer yote ikawa nzima. Haleluya! Yaani tunaita automatic. Yaani ni kama nguvu za Mungu zilitumia ile tunaita supersonic speed. Yaani kupata mkono hivi, amen. Yaani yule baba kilichotokea, ile nguvu ya Mungu ilimbeba akaenda chini pale. Akalia na huko anasema mwenyewe, Mungu nisamehe, nilifikiri huyu ni shetani, kumbe ni mtumishi wako, kumbe ndio mahali muujiza wangu ulikuwa. Mungu nisamehe. Na yule mhubiri naye akashangaa, kumbe huyu jamaa alikuwa ananiita shetani. Lakini alishindwa kumhukumu kwa sababu na kule alikotokea naye alikuwa na watu wanaoita shetani. Mungu akampatanisha nao. Ninachotaka nikwambie, angalia Mungu anavyotumia zile njia ambazo amezichagua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si lazima Mungu akupe pesa ndio uwe na nyumba. Mungu anaweza akaamuru mtu akajenga nyumba na akakuletea funguo. Sio lazima uwe na pesa ndio ununue gari. Mungu anaweza kuamuru mtu akanunua gari na akakuletea. Sio lazima uwe na pesa ndio uende kufanya kitu fulani. Unaweza ukafanya kitu kingine na kikaleta hicho kitu kwa njia ya Bwana. Kwa hiyo nataka niseme usijijengee mazoea fulani yanayomzuia Mungu kufanya nini? Kazi. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akupe neema uweze kuyaona hayo ninayosema. Nikurekodi tu. Tuko pamoja? Yes, sio kurekodi. Unajua kamuda nako kanasonga. Lakini sipendi kuchelewa sana, lakini tumalizie. Bado kuna kitu tunamuona. Amen. Kwa hiyo Mungu anaweza kutumia hata njia usiyoipenda kukupatia urejesho wako. Uko pamoja na mimi? Hebu angalia kitabu cha Yohana sura ya 2. Yohana sura ya 2. Mstari wa 1 mpaka wa 10. Naomba uangalie vizuri. Unasema hivi. Na siku ya 3 palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya. Naye mama yake Yesu alikuwa. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mama yake Yesu akamwambia, hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi na wewe? Saa yangu haijawadia. Mamaye akamwambia watumishi wake, lolote atakalowaambia fanyeni. Basi kulikuwako huko mabalasi 6 ya mawe. Naomba uangalie mstari. Kulikuwako huko mabalasi 6 ya mawe, nayo yamewekwa kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha, yani kunawa miguu na mikono. Na kila moja lapata kadiri ya nzio 2 au 3. Yesu akawaambia, jalizeni mabalasi maji. Nao wakajaliza hata juu. Akawaambia, sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza. Wakapeleka. Naye mkuu wa meza akayaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka, lakini watumishi wale walijua, walioteka yale maji. Yule mkuu wa meza akamuita bwana harusi, akamwambia, kila mtu huandaa divai iliyo njema, hata watu wakiisha kunywa sana ndipo huleta iliyo dhaifu.
wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Mstari wa 11, mwanzo huu wa ishara ya Yesu aliyofanya huko Kana Galilaya, akidhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wakamwamini. Sasa ukiangalia ili somo kwa haraka unaona tu Yesu alitenda muujiza wa divai. Lakini angalia ile process, angalia ule mpango ulivyokwenda. Ndipo utajua kwamba Mungu hatumii njia uliyozoea. Sio rahisi atumie vitu ulivyovizoea. Anasema kilichowaokoa hao watu ni sauti na maelekezo ya Mariamu. Chochote atakachowaambia fanyeni. Jamani, wangapi wananisikia vizuri? Amina. Chochote atakachowaambia fanyeni. Sasa ngoja nikupe hii itakusaidia. Siku moja wapendwa walikuwa wanamuombea mgonjwa aliyevimba tumbo. Tumbo ilikuwa ndefu imevimba. Na unajua tumbo ya mtu ikivimba unaona mpaka mishipa. Sasa wameenda kumwombea huyo, alikuwa mama. Wakaomba, wakaweka mikono. Wakaomba, hakupona. Katika wakati wa nyuma kidogo, watu wakiomba wakiona kitu akijakaa sawa, wanakaa pembeni na mgonjwa, alafu wanasema labda kuna mtu hajatakasika hapa katikati yetu. Wanaanza toba kwanza ya kujitakasa. Wanarudi alafu wanatiana moyo kabisa. Uombe katika roho na kweli. Maana watu wengine ndio wanazuia hapa. Wanarudi. Haya ni mafundisho ya awali, si ndio? Wakarudi tena wakamuombea. Sasa katikati ya kumuombea, yule kiongozi akasikia, piga ngumi hiyo tumbo. Akasema sasa hii shetani anataka kutuwekea mtego hapa, mama wa watu afe, alafu tuambiwe wamekuja kuua. Akasema hapana. Akawaamuru wenzake kuinua mikono, wakaabudu kwa wingi, wakaomba, hamna. Anasikia tupiga ngumi. Haleluya! Si amesema lolote atakalo waambia fanyeni. Hii ndio itakusaidia kwenye urejesho. Musa asingewavusha wana wa Israeli kama angesema leteni meli. Alipoambiwa nyoosha fimbo kwenye maji, alinyoosha fimbo kwenye maji. Yule jamaa akasikia hofu sana. Sasa akatoa amri kwa sababu ni kiongozi. Watu wengine wanaombaomba kama wapelelezi hapa. Funikeni macho. Funika macho. Watu wakafunika macho. Na kuambia alikunja ngumi. Akasema katika jina, yani hata haikufika lile tumbo, ni kama lilivyo. Yani ile ngumi haikufika kwenye tumbo. Ila ile power aliyoshusha ile ngumi ikashuka. Alafu yule mama akahema. Watu wakafungua macho, wakaanza kusema ni Bwana, Yule mama akaamka akaenda kuwapikia chai na baadaye akawasindikiza njiani. Nataka nikwambie, njia za Bwana sio njia za wanadamu. Ukitegemea Mungu tu awatumie watu kama ulivyozoea, wakuwekee mikono, waabudu, sijui wafanye nini, wakupe hela, sijui wakupe nini. Kuna watu waliwahi kuitwa na mhubiri mtumishi wa Mungu Morris Cerullo, waliitwa kule Marekani. Watu walifanya kazi naye, akasema kila ambaye anahitaji kitu chochote aje huko nimpe. Watu wakafikiri wanaenda kupewa hela. Na wakumbuka wawili waliopanda ndege wakaenda Marekani kwa Morris Cerullo. Wakafika ofisini. Unakaa hapo nje, unaingia mmoja. Mmoja akaingia akaulizwa, wewe unataka nini? Akasema, mheshimiwa mtumishi wa Mungu, mimi nahitaji nipate chuo tu cha kuwafundisha watumishi wa Mungu. Ndio kitu nataka niwe nacho ili kusudi nione namtumikia Mungu vizuri. Akampa mkono akamwambia, nenda ikawe hivyo. Sasa anatoka nje. Si upige tu makofi kwa Yesu. Wa pili akaingia, wote hao ni wa Tanzania. Akamuuliza, wewe unataka nini? Akasema, mtumishi wa Bwana, ninatamani niwe na kituo kikubwa cha kurusha matangazo ya injili cha TV, niweze kumtumikia Mungu. Akamwambia, nenda ikawe hivyo. Sasa unajua wakapanda ndege wanarudi Tanzania. Umepewa nini? Sasa sijapewa pesa. Ndio. Sio nauli tu na sadaka utoe. Ndio.
Lakini leo tunapoongea wale watu, yule aliyeomba chuo anamiliki chuo kikubwa cha Biblia, anamiliki sekondari kubwa ambayo inayo mpaka form 5. Yule aliyesema anataka kituo cha kurusha matangazo, ana kituo cha kurusha matangazo cha television ambacho kinarusha matangazo ya Injili hata sasa ninavyoongea. Kwa hiyo watu wanawaza mawazo pesa. Usiwaze pesa, waza nguvu ya Mungu ambayo inatenda kazi. Mshike mwenzako, mwambie waza nguvu ya Mungu. Haleluya. Usiwaze juu ya elimu, usiwaze juu ya cheo, usiwaze ukoo wako ukoje. Waza nguvu ya Jehova ambayo inatenda kazi. Usiwaze ni kazi ngapi umefanya zikafeli. Hata kama umefeli mara 7, songa mbele, sema hata hapa bado Bwana anaweza. Bwana akubariki. Yesu akawaambia, choteni maji, wekeni kwenye mabalasi. Hivi ulishajiuliza mabalasi ni majitu ya namna gani? Ni mavyombo machafu, yanakaa nje, hayakuwa ndani, yanakaa nje. Ni mavyombo unanawia ndio uingie ndani. Maana Wayahudi walikuwa wananawa, wanatawaza ndio waingie ndani. Huwezi ingia ndani bila kutawaza miguu. Ni machafu kama yale unayojua, kama yale mengine yako chooni kule. Ndio hivyo. Halafu Yesu anawaambiaje? Chukua haya maji. Sasa unajua, ungesema kwa nini asiseme niyapeleke kwenye yale mapipa yaliyoisha divai, ambayo yale mapipa ni masafi? Kwa nini? Angepeleka kule wangesema divai ilikuwepo tu, wasingeona hata muujiza. Yesu anasema peleka kule. Sasa mabalasi unajua ni kitu kichafu. Unajua malaika wanaweza akaamrishwa, chukueni hizi pesa peleka pale, chukua hii kitu peleka pale. Mahali usikopaona ni pastaarabu. Ghafla vikatokea hapo, vikaja kwako. Hapo wakasema choteni sasa, mpelekeni mkuu wa meza. Hivi unajua kitu kilichowasaidia wale wahudumu ni kwa sababu hawakuwa wambea. Kilichosaidia muujiza ukakubalika, hawakuwa wambea. Sasa kuna watu wengine huwa ni wambea sana. Wanasababisha hata muujiza unakataliwa. Watu wanakaa mahali wanaomba, halafu wewe unapeleka umbea. Tulikuwa kanisani tuliletewa ili hitaji lako. Nani amekutuma? Ndio. Mwambie mwenzako, wewe mdomo wako hauna, au vocha imezidi. Wale watumishi walienda kibubububu. Wao wanachota, wanaweka, wanaenda, wanakabisi. Mkuu wa meza akaionja. Unafikiri angeambiwa imetoka kwenye mabalasi na yeye ni Myahudi, unafikiri angekunywa? Asingekunywa. Lakini amepiga namna yake, akamwambia bwana harusi, vipi, mbona hii ndio yenyewe, kwani ulificha bwana? Haleluya. Lakini nataka uangalie ile njia Mungu amefanya nini? Ameitumia, sio ya kawaida. Sio ya nini? Ya kawaida. Wakina mama wengi huwa wanashindwa kusaidia familia zao kwa sababu mawazo yao yamejaa kwamba lazima baba afanye. Na ikitokea baba hajafanya, wananung'unika tu. Watoto nimeachiwa mwenyewe, yaani hata ada za shule ni mwenyewe tu. Sasa kama Mungu amekuchagua wewe ndio lango la familia, inakuaje unapata shida? Sema Bwana, lete kwangu. Ningesikia mkipiga makofi mengi. Haleluya, haleluya. Mwambie mwenzako, hapa ni shuleni. Kama Mungu amekuchagua wewe, maana inawezekana Mungu ameangalia uwezo wako, akili yako, mipango yako, kusudi ulilonalo, akaona nikipitisha pesa huku zitazama. Pitisha hapa. Sasa wewe zinapitia kwako, halafu unanung'unika. Wewe mwambie Mungu, ongeza pipe, ongeza pipe, ongeza pipe. Sijasikia bado. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na usipoteze heshima kwa mume wako, kwa sababu hela zimeingia kwako. Huwezi kuwa mume, utakuwa mke tu.
Ndio. Yaani huwezi kuwa mume kwa sababu ya hela wala kwa sababu ya cheo. Wala usimsubiri mpaka akuombe. Akija tu nyumbani, akitaka tu kutoka, mwambie baba, yaani mume wangu ukitoka huko njiani hebu kula hata soda mume wangu mzuri. Usianze kumzodoa, sijui kazi gani unafanya, mwanaume gani wewe. Hiyo utakuwa unapanda magugu mwitu shambani. Maana ndio shida wakina mama hiyo. Mwangalie jirani yako, mwambie haleluya, haleluya. Mpungie, mwambie haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ili kusudi la Mungu liweze kupanuka ndani yako. Kwa sababu Mungu ana maajabu, hutumia njia zisizo za kawaida. Kwa hiyo anaweza akakuchagua wewe. Mungu akubariki sana. Wangapi wanapokea hiyo? Bwana asifiwe sana. Amen, amen. Kwa hiyo mimi sioni ajabu kabisa Mungu akikutumia. Naona ajabu akikataa kukutumia. Lakini akikutumia mimi sioni ajabu. Kwani wamama wangapi kwenye Biblia Mungu aliwatumia badala ya baba? Wengi tu. Nenda kamuulize Abigaili kama sio yeye aliondoka akaenda kwa Daudi akasema, mheshimiwa, usihangaike na mawazo ya mume wangu. Naomba we samehe. Nimelete chakula. Ile familia ingeangamia siku hiyo. Lakini yeye ndiye aliponya. Na sio kwamba yule baba alishindwa, Mungu aliamua kutumia hapo. Kwa Mungu anachagua. Mwangalie mwenzako, mwambie wewe ni wa Mungu. Na yule mwingine ni wa Mungu. Huwezi kumpangia. Wakati mwingine Mungu anatumia kilicho dhaifu ili vyenye nguvu vione uwezo wake. Barikiwa na Mungu aliye hai. Barikiwa na Mungu aliye hai. Nasikia raha. Okay. Angalia kitabu cha Nyakati, Wafalme. Kitabu cha Wafalme wa pili, sura ya 7. Wafalme wa pili sura ya 7. Mstari wa kwanza mpaka wa 16 ni mistari mingi sana. Lakini nataka uangalie kitu kimoja. Amen. Wewe nenda kasome mwenyewe nyumbani kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 7. Wa 16 au mpaka kitabu mlango wa mwisho kabisa wa mlango. Tuko pamoja? Soma kabisa mpaka mwisho wa nini? Wa mlango mzima ambao ni mistari 20 tu, sio mingi. Lakini nataka mimi nisome mstari wa 3 na wa 4. Amen. Sikiliza. Angalia Mungu anachotumia kuleta majibu ya urejesho, kuondoa njaa katika taifa la Israeli. Anasema, basi walikuweko watu 4 wenye ukoma penye lango la mji. Wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Sikiliza vizuri. Tukisema tutaingia mjini, mjini kuna njaa, nasi tutakufa humo kwa njaa. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Angalia. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washamu ambalo lilikuwa limefunga ule mji usipate chakula. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Sikiliza mstari unaofuata. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washamu. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washamu, kumbe hapana mtu. Kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli ameajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado. Wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama vilivyokuwa, wakakimbia wapate kuponya nafsi zao. Mstari wa 8. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala kwanza. Sema amen. Baba mchungaji, ukipiga kazi unakula kwanza kidogo.
Watumishi mko pamoja na mimi? Baraka unakula kwanza kidogo. Ndio Biblia imesema. Wakala kwanza na kunywa, maana walikuta jeshi limeacha kila kitu. Wakachukua na fedha walizozipata na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili, vile vile wakachukua vitu, wakaenda wakavificha. Ndipo wakaambiana, yani mawazo hayo yote yanatokana na urejesho. Wakaambiana, mbona tunachofanya si vema? Leo ni siku ya habari njema na sisi tunanyamaza. Mkingoja hata pakapambazuka, madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumbani, nyumba ya mfalme. Sasa ukisoma hii story utagundua kwamba pale mwanzo Biblia inasema njaa ilikuweko mpaka watu wakala watoto wao. Halafu Mungu akamwambia Elisha, sema kesho chakula kitakuwepo, urejesho utakuja. Aliposema hivyo, kuna mtu akasema haiwezekani, maana wanaangalia njia hawaioni. Kila kitu kimefungwa. Chakula hakuna kwenye serikali, chakula hakuna nyumbani kwa watu. Kwenda kununua huwezi, maana jeshi limekaa hapo njiani. Lakini kule nje, kwa sababu ya kanuni za Wayahudi na sheria za zamani, mtu mwenye ukoma alitengwa. Kwa hiyo mtu mwenye ukoma alikaa nje ya kambi. Sasa Mungu akaona hawa walioko huku ndani wazima wote ni waoga, hawawezi kutoka nje. Walioko tayari kwenda ni wenye ukoma. Akaingiza mawazo ndani yao, wakaanza kujadiliana. Walikuwa 4. Tukirudi huku tukisema tuvamie huku ndani huku, watatuua, tuna njaa. Tukikaa hapa tunakufa njaa. Tukifuata hili jeshi la adui, wanaweza wakatupiga risasi au wakatupa chakula tukaishi. Unajua Mungu alichokuwa anatafuta ni kitu kinachotembea ili aweke nguvu ya kishindo. Kwa hiyo wale 4 walivyotembea, kishindo kilianguka kule, kishindo kikaanguka, kishindo kikaanguka. Wao wanatembea wakiongea tu, aisee twende tukale. Kumbe kule wanasikia kama matairi yanashuka, kama farasi zinakuja. Wale wanajeshi wakapata woga, wakakimbia. Kumbe wanakimbizwa na wenye ukoma. Mwambie mwenzako, huyo ndio Jehova Shama. Mimi nakwambia hata yule mchawi au yule adui anayekuzuia atakimbizwa na mwenye ukoma. Hata amini macho yake, mkono wa Bwana utamkimbiza. Wewe unategemea sijui mpaka fulani aje, sijui mpaka mwenyekiti, sijui mpaka nani aseme, amna, atakimbizwa. Mungu ana maaskari wengi, Mungu ana majeshi mengi, Mungu ana watu wengi wenye nguvu. Ondoa mawazo yako kwenye njia ulizoweka. Nenda kamwangalie Bwana, mwambie naamini urejesho utatokea kwako. Na njia za urejesho unazo, mbinu za urejesho unazo, namna ya kurejesha unayo. Utatoa wapi unajua wewe, utafanyaje unajua wewe, lakini mimi na ngoja naweza kupokea, nasubiri nipate kupokea. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hata kama serikali imekataa kukusupport, serikali ya mbinguni iambie na kusubiri. Usilie tu. Unaweza ukasema, unajua nimesoma, nina PhD, hawaniajiri. Hiyo isikupe shida. Hiyo PhD ina kazi. Mwambie Jehova, nafasi yangu ya kusoma ulionipatia, kuna kitu ulikuwa umelenga. Ninaomba heshima inayolingana na nilichosoma. Ninaomba heshima inayolingana. Hata kurudishia watu wamekaa mtaani wanasema, unamwona mtoto anani amesoma, yuko mtaani anazurura. Nakwambia pesa za babake zimeenda bure. Na mimi nakwambia jioni ya leo, hazijaenda bure. Hazijaenda bure. Hazijaenda bure. Mshike mwenzako mkono, mwambie hazijaenda bure. Pesa ulizopeleka mtoto wako shule hazijaenda bure. Pesa alizokulipia baba yako na mama yako na wafadhili hazijaenda bure. Urejesho wako upo njiani. Utapiganiwa hata na mwenye ukoma. Utasaidiwa hata na mabalasi. Utasaidiwa hata na mito yenye maji yasiyo mazuri. Utafika kwenye urejesho katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tumoja seme amina. Acha ufikiria baba yangu hata ajishughulishi, sijui nani ajishughulishi. Hajaguswa, hajaitwa, hajapewa jukumu. Mungu anayo njia. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Yawe.
wauweza wewe, hakuna Mungu kama wewe Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaielewa? Mwambie mwenzako, nenda kaangalie kwenye ufahamu wako. Mwambie change your mind. Yes, badilisha mfumo wako wa kufikiri. Usimuone Mungu ameishiwa kama wewe ulivyoishiwa. Usifikiri Mungu amezeeka kama wewe unavyofikiria. Usifikiri Mungu amepoteza watu. Wapo. Wangapi wanaamini hivyo? Nasema iwe kwako kama unavyoamini katika jina la Yesu. Iwe kwako kama unavyoamini katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Bwana akakutendea ulivyoamini katika jina la Yesu. Na usilie tena katika jina la Yesu. Sema amen. Piga makofi yako kwa Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunaachilia neema yako juu ya watoto wako. Naamini ya kwamba maneno haya yamekuwa uzima juu yao, yamekuwa baraka kwa jina la Yesu. Popote aliko, popote alikokaa, popote alikosikia, popote atakakosikia, kwa njia yoyote, Bwana, neno hili likafanyike njia na majibu ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Muulize jirani yako, umefurahi? Mwambie una amani.